Ni kitu gani ambacho umepambana nacho mpaka ukajisikia kwamba hapa zimepigwa? Kitu gani ambacho wewe umepambana nacho, ukasema stoki hapa mpaka nione mifupa, kitu gani ambacho umepambana nacho wewe? Bila ya Goliati Daudi haingii ikulu. Haingii. Ataingiaje? Lazima wepo Goliati. Sasa sema unapokaribia kupata, vita inaongezeka. Hebu rudia tena. Unapokaribia kupata, kila mtu ana miliki yake. Mimi na miliki yangu, lakini nimepewa na Mungu makusudi ya kuwaongoza watu kwenda kwenye miliki zao. Nasema hivi, ndani ya kila mtu kuna hatima. Zungumza maneno sawa sawa na hatima yako, sio sawa na hali ulionayo kwa sasa hivi. Zungumza maneno sawa sawa na kesho yako, sio sawa sawa na hali ulionayo. Hali zilizopo ni za muda. Narudia tena, hali ulionayo ni ya muda. Umaskini ni wa muda, dhiki ni ya muda, huzuni ni ya muda, magonjwa ni ya muda. Wewe iko hadhi yako ambayo umepangiwa na Bwana, umetoka nayo mbinguni. Zungumza hadhi hiyo kwa jina la Yesu. Kwa hiyo, kwa nini watu wengi wanakwama? Kila miliki ina muda na wakati. Inapokaribia miliki hiyo, vita huwa inaongezeka. Sasa watu wanapoona vita inaongezeka, kwa kuogopa vita wanarudi nyuma, wanatulia, kuwa mtulivu. Hicho ndicho kinawafanya watu washindwe. Na ndiyo maana kuzaa mtoto sio ishu. Kwa kadiri siku za kuzaa zinavyoongezeka, mama mjamzito shida zinamzidi, mara tumbo, mara kulala hivi, mara hivi, mambo mengi, kwa sababu saa ya kupata mtoto imekaribia. Miliki yako ipo. Kila mtu, your destiny is defined by God. Hatima yako imechorwa na Mungu, ipo. Na umri wako wewe na ulichopangiwa umeanza kupunguza. Una mambo mengi ya kufanya, lakini siku zimebaki chache. Unatakiwa umiliki mashamba, unatakiwa umiliki magari, unatakiwa umiliki kampuni, unatakiwa ufanye concert ya dunia yote. Unaona ulivyo mbali. Unatakiwa ufanye mambo makubwa, kwenye kalenda yako umepangiwa, lazima yafanyike. Lakini miliki yako uliopangiwa na Mungu unaweza usifikie. Mungu akikwambia jambo, kazi ya kupigana inabaki ya kwako. Yeye anakuwa upande wako kushindisha. Mimi Mungu nimeshakwambia hii ya kwako. Kwa hiyo mimi niko upande wako ili kufanya ushinde. Ni wewe mwenyewe. Hakuna mahali ambapo mimi huwa nasikia sauti ya Mungu kwamba nenda. Hapana. Unajua tu ni mapenzi ya Mungu niende, kwa sababu hatima yangu inapita pale. Ijue tu hatima yako inapopita basi. Mimi sio wa hapa, mimi ni wa juu. Unanielewa? Usidanganywe na mtu kwamba ukiota ndoto ukatulia tu itatokea. Hapana, uifuate, uanze kupigana. Wanaume 40 wakaamua hawali hawanywi mpaka wamue Paulo. Wakasema hatuli wala hatunywi mpaka tumuue Paulo kwenye Biblia. Na wewe amua. Nataka nione mashamba, nione magari, nione nyumba, nione safari, nione mume, nione watoto, nivae shela, nizae, niwe na nyumba. Yale maisha ya ndoto yangu yatokee. Umri wako umeendelea sana, na bado nchi nyingi haijamilikiwa. Mtu anisikilize. Baraka mojawapo kwenye maisha ni kujenga nyumba ukiwa kijana ili ukae ndani yake.
Ukijenga nyumba una miaka 80, sio ya kwako, ni ya wajukuu. Una miaka 3 au 6 ya kukaa ndani yake, unaondoka. Baraka ya Mungu ni kwamba uwe na kiwanja, ujenge nyumba ukiwa na umri mdogo, ili ukae ndani ya nyumba hiyo. Unanisikia nilichosema? Ukiwa na umri mdogo ujenge nyumba, ukae ndani ya nyumba yako miaka mingi. Ukijenga ukiwa na miaka 40, ukae ndani ya nyumba miaka mingine 40. Ndio mapenzi ya Bwana. Ukijenga nyumba una miaka 80, hiyo sio ya kwako. Umejengea wajukuu wako na watoto wako. Umekuwa mtu wa kutangatanga katika uso wa nchi. Miaka yako imekwenda sana na bado nchi nyingi haijamilikiwa. Kuna kitu kikubwa mbele yako. Unanisikia? Kuna kitu kikubwa mbele yako. Kuna hatima kubwa mbele yako. Ujenge nyumba kwenye umri mzuri. Ununue gari kwenye umri mzuri. Utembee kwenda mataifa ya dunia kwenye umri mzuri. Umiliki kampuni kwenye umri mzuri. Uolewe kwenye umri mzuri. Maana kukaa bila kuolewa, ukaolewa una miaka 70, nayo haina maana yoyote. Umepata tu mtu wa kuongea naye, kuzungumza naye, lakini hamwezi kusema mnakwenda vacation Australia. Kwa hiyo kupata mapema kwenye umri mzuri ina maana sana. Nanielewa Nanielewa Kama ukiolewa una miaka 50, 60, 70, utalea wajukuu sangapi? Akikuangalia mtu hivi anatambua kitu kimekaribia, ana uwezo. Inaitwa roho ya utambuzi. Unapokuwa unapita mitaani, kuna watu wakikuangalia wanakuona wewe unani. Sio kwamba unani kwa maana ya kwamba unaitwa Mwangela, yani kesho yako imebeba nini. Wanaelewa unani. Na bahati mbaya wanaelewa unani, lakini wewe hujielewi unani. They know and they see you so much loaded. Very loaded. Na unapokuwa unahuzunika wanashangaa. Ndio maana Yesu akawa anasema msiasumbukie maisha. Mle nini? Mnywe nini? Mvae nini? Waangalieni ndege wa angani. Hawavuni, hawapandi, hawakusanyi ghalani, lakini Baba yenu huwalisha wale. Je, ninyi si zaidi ya wale? Hakuwa anamaanisha kwamba watu wasile. Alikuwa anamaanisha kwamba kesho yako imepangwa. Kesho yako imepangwa. Nikwambie kitu. Yuko mtu ukimkuta ana kila kitu cha kwako. Yuko mtu mahala fulani ana njia ya kuelekea unakotakiwa kuelekea. Kwenye kila nyumba kuna ufunguo wa kuingia ndani ya nyumba ile. Lakini shida, you have never been serious. Wakati mimi naanza kuhubiri, wapo tulioanza nao hawapo. Naweza kukutajia tulioanza nao hawapo. Wamezimia njiani. Kwa sababu ya mob life, yale maisha ya pamoja. Tuko tunajua tunaweza kupiga story. Tunapiga story, lakini tulizaliwa tofauti. Tuna baba tofauti, tuna mama tofauti, tarehe ya kufa ni tofauti, na pa kwenda ni tofauti. Mambo ya furaha tuzungumze pamoja. Na mtafuta mtu wa kuniongoza kwenda kwenye njia ya mafanikio yangu. Na mtafuta mtu atakayeniambia habari za miliki yangu. Can I tell you a secret? One way of being successful in whatever you do, it is actually beginning at an early age. That might look disappointing for people who have a gone age. Lakini dalili zote za kufanikiwa kwenye kila jambo ni kuanza jambo hilo kwenye umri mdogo. Kwenye kila unaloanza kuna makosa utafanya. Ukianza mapema utasahihisha hayo makosa. Wazee ni waangalifu sana kukosea, kwa hiyo mwendo wao ni wa polepole, maana hawana muda wa kusahihisha. Usiwaambie wazee kwamba mzee tuwahi, hapana. Mzee anajua siku zake zimekwisha.
yuko makini sana. Nikikosea jambo hili, sina muda wa kusahihisha, nitaacha alama mbaya duniani. Lakini vijana tuna cruise, unasonga mbele kwa sababu unao muda. One of the ways that it tells that you might be successful, when you begin early, you become competent in your respective profession. When you begin early, unapoanza mapema. Kwa hiyo watu wengi huwa wanashindwa mwishoni, na ndio maana heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake, kwa sababu mwishoni hapa shetani ana intensify. Ukipanda juu, unapanda juu, unapanda juu, shetani ana intensify, anaongeza mashambulizi. Ukiwa unapita njiani, unapita barabarani, kuna watu ambao they have spiritual eyes. Kazini kwako wana uwezo wa kukuona kwamba yule wanakuangalia mpaka wanajua yule pale, mwezi ujao yule pale ni hatari. Vita inaanza. Vita iliyopangwa sio kwamba inahusu watu wote, special for you. Mungu anaweza kuweka hatima ya ajabu ndani ya mtu usiyemtegemea. Nikupa kisa kimoja. Kuna dada mmoja alikuwa anasoma form 6 somewhere ya shule za wasichana hizi, akaokoka shuleni. Sasa alipookoka shuleni, karudi nyumbani kwao Ilula kule Ilinga. Wazazi wake hawajaokoka, wakamwambia tutaki mambo ya wokovu, wakamfukuza nyumbani. Yule dada akarudi Dar es Salaam hapa, akawa anazunguka tu sehemu mbalimbali kwenye nyumba za watu, anatabu, ana shida. Binti mdogo amemaliza form 6, familia yao ni wasomi, wamemkataa, hatutaki mtu aliyeokoka, hakuna wokovu kwenye familia yetu. Dada anaonekana mchafu tu. Baadaye ilitokea tukamchukua sisi, tukakaa naye nyumbani. Tulipokaa naye nyumbani, ni dada wa kawaida, mchafu, ametoka kule ukingani kwa wakinga. Lakini baada ya mwaka mmoja, kuna pasta mmoja kutoka Kenya akaja kuhubiri kanisani kwetu. Alipohubiri akawa anakaa nyumbani kwangu. Baadaye yule pasta alipoondoka akasema, bwana, mimi hiyo binti nilimwona nyumbani kwako, Mungu ananiongoza nimchumbie. Pigie makofi Mungu kwanza. Yule ambaye wengine wamemkataa, jicho la kutoka Kenya linamwona anafaa. Waache wakukatae, yupo anayekuona unafaa. Nakwambia tena, mwache huyu azunguke, liko jicho linalokuona wewe unafaa. Usimlazimishe, yupo anayekuona wa maana kuliko wote. You know what happened? Baadaye huyo kaka na yeye mchungaji anaanza huduma kule Kenya. Baadaye akaja hapa kutaka kuoa, hana hata mahali. Akaniomba, askofu, umri wake na mimi tuko sawa. Yule kaka akaniambia, askofu, nisaidie kulipa mahali ndugu yangu. Ikabidi mimi niende kule kwao na yule binti kwenda kulipa mahali, kupatafuta. Kufika kwao na yule binti wakasema, tulishamkataa, kwetu sisi alishafariki, hata mahali chukua mwenyewe. Kwa hiyo nikarudi na mahali yangu, nikasema wacha nifungulie account, kuna siku wataamka. Kaweka kwenye account. Ikaandaliwa harusi, binti akafunga ndoa, akaondoka kwenda Kenya. Sasa yule kaka akasema, mimi bwana, najisikia niombe visa ubalozi wa Marekani, moyo unanituma. Yule kaka akapata ukaribisho kule Marekani, akaenda kuomba visa ya miezi 3. Hajui nini kilichotokea, akapewa visa ya miaka 10. Hajui nini kilichotokea, lakini naweza kuona Mungu ameanza process ya kumvusha huyu binti kupitia huyu bwana. Huyu ambaye alikuwa amekataliwa, wengine wanasema hawafai, wamemtoa kwenye ukoo, Mungu anaanza process ya kumvusha. Kwa hiyo yule kaka akawa hana tiketi ya kwenda Marekani,
akakaa mwaka mzima hana $1,900,000 hana, mpaka tena akaja kwangu, askofu nisaidie, nikamlipia tiketi. Akaenda yeye akakaa mwaka mmoja, akamtumia tiketi huyu mchumba wake, naye akaenda. Ikapita miaka 8 baadaye, mimi nikasahau. Baadaye mimi nikakaribishwa kwenda kuhubiri kule Marekani, kule California, mahala panaitwa San Francisco. Nikakuta mkutano umejaa watu wengi, lakini nimepata barua, sijui nani aliyenikaribisha. Nimemaliza kuhubiri, nikaambiwa basi baada ya mahubiri utakwenda kukutana na wenyeji wako hoteli fulani, floor namba fulani juu sana. Mimi niko anxious kujua wenyeji wangu ni kina nani, mbona kwenye mkutano hawapo? Nikamaliza kuhubiri, watu wengi, nikapelekwa, niko anxious, nilishasahau kupanda kule kwenye floor juu. Nikamkuta yule kaka niliyemlipia nauli miaka iliyopita na mke wake. Wakasimama mezani wakasema, baba, wewe ndio uliyetufikisha hapa. Wamebarikiwa, wana uwezo, matajiri. Yule binti amezaa watoto, mtoto wa kwanza anamwita Success, na mwingine. Wana magari yao, wana kila kitu. Yule binti namwambia, unakumbuka Ilula? Anasema, sitaki hata kusikia, wewe ndio baba yangu, basi inatosha. Unanielewa? Alikataliwa na watu wote, mtu wa huzuni nyingi, ajuae sikitiko. Kwa hiyo unaweza kukataliwa na watu. Hatima yake ilipokaribia, watu wote wakakataa. Ushindi wake ulipokaribia, vita ikaongezeka. Alipokaribia kupenya, madhila yakaongezeka. Mungu akushike mkono, akuvushe kwenye daraja lililojaa maji kwa jina la Yesu. Hebu sema vuka! Mungu ana namna ya kuwavusha watu wake. Baada ya miaka, familia yake, kaka yake mkubwa alikuwa daktari, kati ya waliomkataa, akanitafuta. Niliporudi kutoka kule Marekani, nikamletea zawadi nyingi, kwamba yule dada yako fulani nikuletee hizi hapa, na pesa hizi hapa. Yule kaka akaniangalia, akazichukua. Baada ya muda akawatafuta, akawapata, na yeye wakamkaribisha, akaenda Marekani, akaokokea huko, na familia yake na ndugu zake wakampata Yesu. Ina maana njia ya wokovu wa familia alikuwa nayo yule dada, ila imejaa mashimo, imejaa mabonde, imejaa majaribu, imejaa tabu. Na wewe, shida ulionayo wewe, ndio njia ya familia yenu, wewe ndio njia ya biashara, wewe ndio njia ya kazi. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.